Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Israel limebadilisha malengo yake katika vita badala ya kuangusha utawala wa Iran, wakisema sio kipaumbele chao, lakini malengo yao ya vita ya kijeshi ni pamoja na kuidhoofisha tu utawala huo ili raia waweze kuchukua utawala wao. IDF imesema malengo si kuangusha utawala wa Iran, sio moja ya malengo yetu ya kivita ya kijeshi. Katika mkutano na waandishi wa habari siku ya jana usiku, msemaji wa IDF Efi Defrin alisema kuwa kuangusha utawala wa Iran sio lengo la vita vya sasa kuhusu jeshi. Anasema, sisi katika jeshi kama jeshi hatuna lengo la kuangusha utawala, hatuondoi utawala, tunaweka mazingira na kudhoofisha ili baada ya muda watu wa Iran wachukue hatima yao mikononi mwao na kuirejesha nchi hii ambayo imechukuliwa mateka na utawala huu wa kigaidi. Hiyo ndio hadithi, alisema akijibu maswali. Kupitia tovuti ya gazeti la Times of Israel, Defrin amenukuliwa akisema kwamba mipango ya Israel sio kuangusha utawala huo. Lakini tutazame nini kilikuwa sababu ya Israel kufanya mashambulizi kwa kushirikiana na Marekani katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Israel na Marekani zilijadili kwa muda mrefu juu ya utawala wa Iran. Tangu mwaka 1979 baada ya mapinduzi, moja kati ya mipango ya Marekani ya muda mrefu ni kuangusha utawala wa serikali ya mapinduzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hata hivyo, katika vita vya siku 12 vya mwezi Juni, moja kati ya mipango ilikuwa ni kuangusha utawala huo. Licha ya kwamba kulikuwa na sababu zingine za kufanya operation ya Rising Lion ya Israel dhidi ya Iran na ile ya Epic Fury ya Marekani, moja kati ya msingi mkuu wa vita hivyo ilikuwa ni kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mara kadhaa, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alionekana akiwaambia raia nchini humo wapambane kwa pamoja ili waweze kuangusha utawala huo. Lakini sasa jeshi la IDF limekuja na mabadiliko. Lakini pia Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mara kadhaa ili waweze kupata mafanikio, kwanza ni kuangusha utawala huo, na ndio sababu ya kuanza kwa operation iliyoanzishwa kwa pamoja kati ya Israel na Marekani, ambayo ilipelekea kumuua kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Waliamini kwamba ikiwa watamuua Khamenei, ni wazi watakuwa wameumaliza utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha ya kwamba mpaka sasa utawala huo umepata kiongozi mpya ambaye amerithi kiti cha Ayatollah Ali Khamenei. Sasa wao wanadai kwamba hawataki kuangusha utawala wa Iran. Je, nini yalikuwa ni malengo yao sasa? Wanadai kwamba malengo yao ni kuhakikisha Iran isiwe na nguvu katika mapambano, lakini pia iwe dhaifu katika utawala wake ili iwe rahisi kwa raia kuchukua utawala huo. Sasa wanataka kuharibu miundombinu ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na makombora ya masafa marefu, lakini kuhakikisha kwamba taifa hilo haliwi taifa la kinyuklia. Kwa nini Marekani na Israeli wanaishambulia sasa Iran? Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alielezea mashambulizi ya kwanza ya tarehe 28 Februari kama shambulizi la mapema ili kuondoa vitisho dhidi ya taifa la Israel, ingawa hakueleza kwa nini kulikuwa na haja ya kuchukua hatua za kijeshi kwa wakati huu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwa upande wake alisema mnamo Machi 2 kwamba Marekani ilijua kungekuwa na hatua ya Israel, ambayo ilimaanisha kwamba Marekani inapaswa kuchukua hatua kwa uwazi mbele ya mashambulizi yanayotarajiwa ya Iran dhidi ya majeshi ya Marekani. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel IDF Brigadier General Efi Defrin alifichua kuwa operesheni hiyo ya kijeshi ilitanguliwa na miezi kadhaa ya udanganyifu wa kimkakati ambao uliipata Iran katika hali ya tahadhari. Nchini Marekani, baadhi ya wabunge wameutaka utawala wa Trump kutoa ushahidi kwamba Iran ilikuwa tishio kabla ya Washington kuingia vitani. Hata hivyo, uchunguzi ulifanyika wa kina na ulifanywa na IAEA juu ya tishio la Iran kwamba ina silaha za kinyuklia. Lakini baadaye walikuja na taarifa zingine kwamba tishio lake ni kuwa na makombora ya masafa marefu yenye kuweza kuifikia Israel. Na hivyo Marekani kama mshirika wa Israel inapaswa kuwa makini katika kutetea utawala huo na kutetea usalama wa taifa hilo. Israel na Marekani, mshirika wake wa karibu, wamekuwa maadui wakubwa wa Iran tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Uongozi wa Iran mara kwa mara umekuwa ukitoa wito wa kuondolewa kwa Israel na kuishutumu Marekani kama adui wake mkubwa. Nchi hizo mbili zimeongoza upinzani wa magharibi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran, wakidai Iran
inatafuta kutengeneza bomu la nyuklia, jambo ambalo Iran imekanusha vikali. Walishambulia maeneo ya nyuklia na kijeshi ya Iran mnamo Juni mwaka 2025 katika vita vilivyodumu kwa siku 12. Wakaua makamanda wakuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wa jeshi la IRGC, lakini wakimaliza kumuua kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei ambaye majasusi walimuona kwamba ndiye nguzo imara ya Iran, ambapo waliamini ikiwa atauawa basi watakuwa wamejenga mazingira ya kuweza kuangusha utawala huo. Sasa inaonekana kwamba Israel na Marekani wanashindwa kuangusha utawala huo ambao bado umezidi kukita mizizi na bado umekuwa ukiheshimiwa na jeshi la IRGC. Baada ya kuuawa kwa Khamenei, waliamini tayari wameshamaliza kazi, lakini mfumo wa utawala uliopo nchini Iran, hata kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo ikiwa ni pamoja na wale wa masuala ya kidiplomasia nchini Marekani, wanaamini mfumo uliopo katika taifa hilo si mfumo wa kuanguka haraka haraka kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump alifikiria. Trump aliwaambia watu wa Iran na ulimwengu kwamba sasa mzizi wa fitna umeshaanguka, kilichobaki ni kuhakikisha wanauangusha utawala wote kwa ujumla, kwa kuhakikisha wanaliondoa jeshi lakini kuharibu kila kitu cha jeshi, huku wakiamini jeshi litaunga mkono kufanya mapinduzi, huku wakiashiria zaidi kuwaunga mkono wale waliokuwa kiandamana. Hata hivyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika moja ya hotuba zake aliwalaumu wa Iran akisema kwamba tayari kiongozi mkuu ameshaondoka, lakini pia mashambulizi makubwa yameshafanyika ndani ya nchi hiyo, kilichobaki ni wao kuchukua mamlaka, wakiamini kwamba tayari wanaweza kuiangusha serikali ya nchi hiyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.